Karibu kusikiliza habari kutoka Granacon TV za Sound of News. Hii unasikiliza si nyingine Granacon TV. Ili uwe kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele. Like, comment and share. Hapa utakuwa namba moja kusikiliza habari kutoka Granacon TV. Granacon TV za Sound of News. Tunajielekeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo ya Goma. Ikumbukwe Goma kumetokea maafa. Alfajiri ya leo tarehe 11 mwezi wa 3 2026, kwenye nyumba ambayo ni ya mwanamama ambaye anaitwa kwa jina la Karim Bisset. Uli Mfaransa ambaye alikuwa anatumikia UNICEF. Ikumbukwe UNICEF ni shirika ambalo linaangalia watoto. Huyu mwanamama alikuwa Mfaransa. Unaona? Kumetokea shambulizi. Tunaweza sema shambulizi la kushtukiza. Maana alikuwa hajatandre kama shambulizi litakuwepo. Karine ameaga maisha. Yani haijapita hata sekunde, vyombo vya habari vya AFM23 vimetangaza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetuma drone, imekuja kushambulia nyumba kwenye makazi ya watu. Mara baada watu wana filme, wanashika picha, wanashika video, kuna gari zinatoka mkuku zinakimbia maeneo hayo. Ukiangalia vizuri kwenye nyumba ile kuna matobo ya risasi, zile sio ekra. Drone inapiga, drone ipigage kwenye ukuta, inapigaga juu kwenye paa za nyumba, ndio inaanguka chini. Ukisema kama zile ni ekra, ekra zinaweza kuonekana kwa ndani, si kwa nje. Ile ni shambulizi ambayo ilipangwa na wahasi wa M23 ili ionekane kama serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio ilifanya maafa yale. Sasa kuna watu ambao wanakuwa wanadandia kwa juu bila kutizama, bila kuangalia. Waradisi wa mambo ya siasa wameshaona kila kitu. Wameshaona ule mchezo ambao ulichezeka pale. Wameshagundua kila kitu. Ule ni mchezo ambao M23 waliucheza pale. Ionekane kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya DRC ndio iliua, ndio ilishambulia na drone. Pale hakuna drone ambayo imeshambulia pale katika mji wa Goma. Zile ni bomu ambao wamerusha na wakarusha risasi. Wakarusha risasi. Wakamalizia yule mama. Na gari ambazo zilikuwepo karibu zimetoka pale mkuku. Zimeshikwa picha. Zimeshikwa video. Nanga anapita kwenye vyombo vya habari, anatangaza walikuwa wanataka kutua sisi na Sultani Makenga. Lasha. Wakongomani wameshakuwa macho. Wameshajua kila kitu, wameshajua mbinu zote ambazo mlikuwa mnafanya kuanzia mbele. Wameshagundua kila kitu. Hii vita si vita mchezo. Mlikuwa mmeenda kuchokoza. Mlikuwa mnategemea kama mtafika kokote. Mlikuwa hamtegemei. Yaani plan ambazo mlikuwa mmeshapanga, mbinu ambazo mlikuwa mmeshapanga, mlikuwa mmeshamaliza zamani. Mmekuwa mmeshaingia sehemu zote, mlikuwa mmeshashika. Ila wananchi walikuja kugundua mbinu zenu na wakasimama kidete ili kutetea nchi yao. Kwa sasa tunavyoenda, kwa sasa tunavyoongea, hamna lolote tena. Hamna nguvu. Nguvu iliisha. Nguvu yani fedha zote ambazo mlikuwa mnatumikisha, wananchi wameshaona sehemu ambayo mlikuwa mmetoka na sehemu ambayo mnaenda.
Mmeongea sana kwenye mitandao leo, lakini ukweli wote umeonekana hadharani. Ninyi kwa nini wanasema lugha ya kimombo wanasema contradiction? Ninyi kwa nini mnagongana? Huyu anasema haya, huyu anasema haya. Wale ambao wamekuja kuzima ule moto wametoka wapi? Siasa chafu. Mnaua watu. Yaani mnasakrifia watu. Ionekane jamhuri ndio imefanya. Ila watu wameshajua kila kitu, wameshatambua uwezo wenu. Watu wameshatambua uwezo wenu, wameshatambua mbinu na mbichi. Mbivu na mbichi imeshajulikana. Kinachosubiriwa tu ni kipigo. Wanajeshi wa Kongo, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo wanatumia drone zao kwenye kambi za kijeshi za AFC/M23. Kwenye magara yao hawajapiga sehemu za watu. Hawajapiga sehemu za watu. Mchezo wenu umejulikana. Mambo yote yako hadharani. Grand TV tulipiga kambi sehemu ile. Tukaona ukweli wote ambao ulikuwa uko ndani. Unataka kupata habari zetu? Subscribe channel yetu hapo. Hapo utakuwa namba moja kusikiliza habari kutoka Grand TV.